kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Jeshi la Zimamoto oye! Ikiwa ni miaka 30 ya maazimio ya Beijing, maadhimisho haya yanafanyika mkoani Arusha yakiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Anakuja na ujumbe mahususi kwa Watanzania. Tanzania kuna wanawake waliojitokeza wakati huo. Wengi wa kina mama zetu hao leo hii hawapo nasi kushuhudia hatua mbalimbali zilizofikiwa katika ukombozi wa mwanamke na mtoto wa kike. Kwa heshima ya kina mama hao shupavu waliotangulia mbele za haki na wale walio hai, tunatambua mchango wao mkubwa na naomba kwa pamoja tuwapigie makofi. Ndugu zangu, kabla sijaendelea, nimekuja na salamu kutoka kwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waziri Mkuu na Naibu Waziri Mkuu. Wote wamesema, mama, unakwenda kwenye kilele, tunatamani kukusindikiza, ni siku yenu, tumeshafanya sehemu zetu, wapelekee salamu wanawake wote wa Tanzania. Kwa hiyo wanawasalimia sana. Mwaka huu tunaadhimisha siku ya mwanamke duniani, ikiwa sio tu miaka 30 tangu kutolewa kwa tamko la Umoja wa Mataifa kule Beijing lililoweka misingi ya utekelezaji wa haki kwa mwanamke na mtoto wa kike, bali pia tukitimiza miaka 10 ya uwepo wa maendeleo au malengo ya maendeleo endelevu na miaka 5 ya jukwaa la kizazi chenye usawa. Hivyo hii ni fursa ya kutathmini mafanikio tuliyoyapata. Hatua zaidi zinapaswa kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba kila msichana na mwanamke hapa nchini anapata nafasi ya kufikia ndoto zake. Ni vyema tungane pamoja katika kuhakikisha kwamba mabadiliko tunayohitaji yanapatikana. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima akasema wakati umefika wa kuonyesha umahiri wa kuwanyanyua wanawake kiuchumi. Mheshimiwa, mambo haya tumeyafanya kimkakati. Watu wajue kwamba uliposema mimi Dr. Samia Suluhu Hassan nina ajenda na wanawake, nina ajenda na wanawake kwa mfano. Wanawake mmeisoma hiyo? Mheshimiwa Rais, tukasema tufanye remix sasa ili wanaume wasiseme tumewaacha. Wanaume mpo? Muone Dr. Samia Suluhu Hassan alivyosuka mkakati wa maendeleo wa nchi hii bila kuacha wanaume. Tukaenda kanda ya Mashariki, Dar es Salaam, mada kuu ikawa ni ushiriki na mchango wa wenye mahitaji maalum ambao hujawaacha. Mheshimiwa Rais, umewakumbuka, na fursa za uwezeshaji kiuchumi kuelekea miaka 30 ya Beijing. Akimkaribisha Rais mkoani Arusha, mkuu wa mkoa huo Paul Makonda amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuridhia kutoa shilingi bilioni 300 ambazo zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa ukumbi mkubwa wa mikutano jijini Arusha, suala ambalo linatajwa kukuza utalii wa mikutano ya kitaifa na kimataifa ndani ya mkoa wa Arusha. Ndio maana tumetengeneza maeneo matatu, tumeweka TV kwa ajili ya wananchi kuona. Lakini kazi kubwa iliyofanywa na vijana na timu ya usalama kuhakikisha kwamba tunabaki tu salama ni ya kuheshimika sana. Walioko nje, Mheshimiwa Rais, ni wengi kuliko walioko ndani. Na kwa nini? Kwa sababu uwanja huu ulijengwa miaka mingi. Tunaelewa maono yako ya kutujengea uwanja wananchi wa mkoa wa Arusha. Hatua zinazoendelea ni nzuri na njema, na ni matumaini yetu ya kwamba utatuwekea jiwe la msingi ikiwa ni alama ya kazi yako njema na kumbukumbu katika mkoa wetu wa Arusha. Na kushukuru pia Mheshimiwa Rais kwa kukubali mkoa wetu uwe ndio mkoa mama wa mikutano ya kimataifa. Na hili nasema mbele ya wakuu wenzangu wa mikoa, hawana sababu ya kununa. Mazingira ya Arusha, Mheshimiwa Rais, yanaruhusu. Tulipotangaza kwamba maadhimisho haya yanafanyika Arusha, wakaja wageni wengi sana wa kutoka Dar. Mama Gwajima na wengine walituletea joto kali sana. Lakini umekuja wewe mpaka mafuta wa Bwana, mvua imenyesha jana usiku, hali ya hewa nzuri, tumerudi kwenye hali yetu ya asili ya Arusha. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana kwa kukubali mkoa wa Arusha uwe mwenyeji wa mikutano ya kimataifa kwa kutoa zaidi ya bilioni 300 kujenga ukumbi wa kimataifa ambao duniani na Afrika sisi ni miongoni mwa taifa tutakayoweza kujivunia.
Baadhi ya wanawake walioshiriki maadhimisho hayo wakaeleza namna walivyojikwamua kiuchumi kupitia vikundi mbalimbali. Jina naitwa Veronica Jackson Ndihagati kutoka mkoa wa Tabora, wilaya ya Kaliua. Elimu hii ya fedha tuliipata kutoka kwa viongozi wetu, maafisa maendeleo ya jamii. Baada ya kutupatia hii elimu, pia tulipata mikopo ya 10% ambayo mikopo hiyo imetunufaisha kwa kiasi kikubwa. Kwa sasa tumetoka kwenye hatua nyingine, tulikuwa tunafungasha wenyewe, kwa sasa tunanunua bidhaa ndogo ndogo. Kwa sasa tuna uwezo wa kuzalisha, kupaki na kusambaza. Kwa majina naitwa Pili Jumanne, na tunatoa ushauri kwa wamama wenzangu kupitia sherehe ya siku ya mwanamke duniani kwa siku ya leo. Ninaomba kina mama tukope mikopo, tuende tukazalishe, tuipe kipaumbele zana za kilimo na ufugaji wa nyuki. Benedict Msungu, Daily News Digital, Arusha.